Mawaziri wa nchi za nje wa mataifa 7 yaliyoendelea kiviwanda duniani, yani G7, wametoka na azimio kwenye ule mkutano wao ulikuwa ukiendelea pale Canada, ambapo miongoni mwa maazimio ni kukosoa vurugu za Sudani, wakisema mapigano kati ya jeshi la taifa hilo na wanamgambo wa RSF yamesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Moja kati ya maazimio yao kulaani au kukosoa. Sasa katika taarifa yao ya pamoja, mawaziri hao kutoka Canada, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Japani wamesema wana wasiwasi kuhusu visa vya unyanyasaji wa kingono vinavyoendelea katikati ya vita hivyo vilivyodumu kwa takriban miaka 2. Sudani wana kumechafuka kweli. Hali ya Sudani ni hali mbaya kuliko hali ya Palestina. Haijai kuripotiwa. Na haipewi vichwa vikubwa zaidi vya habari kwenye siasa zetu za kimataifa. Nataka nikuulize nini kinatokea? Mbona kama haipewi hivyo, yani kama tunavyozungumza kuhusu Gaza. Ni Sudani ukifuatilia ni hali mbaya. Kabisa. Na hali mbaya sana. Ukitazama ni kwamba majenerali wawili ambao wametofautiana ndani ya Sudani wameenda kupelekea janga kubwa zaidi la kibinadamu. Tunapozungumza sasa hivi Sudani zaidi ya wakazi milioni 15 hawana makazi na hawana uhakika wa huduma za msingi, kwa kwamba chakula, malazi, mavazi, hata mahitaji ya msingi ya kibinadamu. Kwa hiyo kutokana na shirika la wakimbizi UNHCR linasema wazi kabisa kwamba hali ya Sudani ni mbaya na unashuhudia kwamba ni mzozo mbaya zaidi katika karne ya 21. Sasa tumeshuhudia na nilimsikia Rais Ruto katika moja ya interview yake ya juzi ya Al Jazeera alisema wazi kabisa kwamba hawa majenerali wawili, kiongozi wa jeshi la RSF Mohamed Dagalo na mwenzake Abdul Fattah al-Burhan wa jeshi la Sudan, wamekuwa wakiendeleza maslahi yao binafsi ndani ya Sudan. Kila mtu anajihisi kwamba yeye anatakiwa kuitawala Sudan. Ukiacha hoja za ukanda, ukabila, kwamba hawa wanaamini katika makabila haya, kama unafahamu kwamba siasa za Kiafrika. Lakini vile wao kama viongozi wamekuwa wakijaribu kujitabanaisha kwamba kila mtu ndio anatakiwa kuiongoza Sudan. Sasa hapa nani tumlaumu? Kwa sababu hii hali ya Sudani, ukiacha kwamba wamezoea kupinduana tangu miaka 50, lakini ni watu ambao kwa tazama Mtei lazima tuweze kumpa lawama Omar al-Bashir. Kwa nini? Swali zuri, kwa nini? Omar al-Bashir kabla hajapinduliwa mwaka 2019, sawa, alipokuwa madarakani alianzisha jeshi ambalo linaitwa RSF, Rapid Support Force, ambao kiongozi wake ni Mohamed Dagalo. Sawa. Sasa hili jeshi lilikuwa anaitumia kwa lengo la kumlinda yeye. Na kwa lengo la kuitumia kuweza kuhakikisha kwamba analinda maslahi yake hata watu ambao wanampinga ndani ya Sudan. Na jeshi ambalo limekuwa likipigana vita vingi sana kuanzia Darfur, kutazama nikawa wapiganaji wa kukodi. Sasa watu kumbuka wakapata nguvu, wakajisikia kwamba wenyewe ni sehemu ya utawala wa Sudan. Ukiacha kwamba Sudan ina jeshi lake la wananchi, Sudan Army Force, lakini yeye kama kiongozi akaanzisha jeshi lingine. Mwanzo ilikuwa inajulikana kama Janjawidi, maana majeshi ya pembezoni, majeshi ya msituni, ambayo ilikuwa inapewa fadhili na Omar al-Bashir. Sasa baada ya Omar al-Bashir kupinduliwa, sawa, jeshi la Sudan lina nguvu na RSF lina nguvu. Wakasema tutengeneze serikali ya mpito. Lakini serikali ya mpito ukitazama haikudumu hata mwaka mmoja. Ikavunjika. Yakaanza mapambano kwamba mimi natakiwa niongoze Sudan, Mohamed Dagalo, na Abdul Fattah al-Burhan natakiwa niongoze nini Sudan. Kumbuka wote wana silaha. Sawa, na wote wana watu, na wote wana ushawishi, na wote wanamiliki mali, mafuta, dhahabu. Kwa mfano Mohamed Dagalo katika historia yake inatajwa kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye ameanza kufanya biashara ya dhahabu. Kwa hiyo alikuwa anauza dhahabu hata nchi kwa mfano za Uarabuni na nchi nyingi ambazo naamini kwamba wataweza kupata pesa. Sasa ndani yenyewe utazama ya majeshi mawili, bado kama kawaida ya mataifa makubwa huwa wanaangalia maslahi. Kuna mmoja anaungwa mkono na nchi za magharibi na mwingine anaungwa mkono na nchi za Urusi. Wanawapa silaha. Sasa moja ya nchi ambayo ina utajiri wa mafuta, dhahabu, lakini leo hii imeingia katika mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu. Na kwa hali jinsi ilivyo, kwa kweli hatuoni ile tunasema kurudi katika hali kutegemea, kwa sababu sasa hivi limekuwa ni taifa ambalo limeanguka. Haliwezi kulinda mipaka, haliwezi kudumia watu wake.
wananchi hawatii serikali yao, wananchi wamekuwa wakikimbia. Nimeona video moja kuna mtandao, mama mmoja yupo na watoto karibia 3-4 wana njaa wanaonekana wajara, kwa sababu hauwezi utafuta chakula, kuna vita, hakuna amani. Kwa sasa jumuiya za kimataifa wanaonya kwa hali ya Sudan. Nimeona kwa mfano ICC wanasema kwamba wanataka kuwakamata watu majenerali wawapeleke The Hague kwa sababu wamepelekea mauaji ya haraiki. Anasema kuna unyanyasaji pia mkubwa sana wa kingono na wakingono vile vile kwa wanawake. Lakini vile nimeona baadhi ya madaktari ambao wamekuwa wakienda Sudani kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaenda kupewa msaada wa kibinadamu, yale majeshi ya RSF wamekuwa wakiwakamata wale madaktari kwa lengo la kuwahudumia wanajeshi wao katika uwanja wa mapambano. Mbona hadi jinsi ilivyo? Kwa hata baadhi ya nchi zinaogopa kupeleka wanajeshi wao. Vikao vingi vimefanyika kuanzia IGAD, nchi za pembe mwa Afrika, AU wenyewe, Africa Union, Umoja wa Mataifa. Antonio Guterres anaonya kwamba jamani, hawa watu watumie njia za kidiplomasia. Lakini je, siasa za kiutawala imekuwa chanzo kikubwa cha Sudan. Sasa je, wanaweza kufikia katika hali gani ukiacha mzozo wa Kongo, mzozo wa Palestina, mzozo wa Sudan? Na hebu angalia, Sudan ni mojawapo ya taifa kubwa Afrika. Kijiografia ukitazama. Kwa sababu kuna Sudani, kuna Kongo na kuna Afrika Kati, ni mataifa makubwa zaidi. Lakini taifa hili ukitazama sasa hivi lipo katika hali mbaya. Watafikia vipi hitimisho? Ni wao wenyewe sasa kuweza kuona kwa master ya kibinadamu ni muhimu kuliko master yao ya kisiasa au ya kiutawala. Haya bwana, hayo ndio yanayojiri huko Sudani.